Na katika taarifa yetu ya kwanza basi tunaambiwa waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Dr. Selemani Jafo mbunge ameeleza lengo la sensa ya uzalishaji wa viwanda kwa mwaka 2025 marejeo ya mwaka 2023 itasaidia kujua idadi ya viwanda na bidhaa zinazozalishwa kwa wingi ili kuwekewa misingi mizuri ya kisera, kikanuni na sheria. Hii ni maslahi mapana katika taifa letu hili. Hivi karibuni kama mnavyokumbuka ni kwamba si muda mrefu tulikuwa katika zoezi kubwa la sensa ya watu na makazi, ambayo imekuwa ni sensa kihistoria katika nchi yetu. Sensa ambayo imekuwa yenye kujitosheleza. Watu wengi kutoka maeneo mbalimbali wameweza kuja kujifunza nchini mwetu kufanya sensa kidigitali, ambao hata matokeo yake yamepatikana kwa muda mfupi sana. Katika hili kukumbuka lile, niwaomba nimshukuru sana kamisa wetu Mama Ana Makinda, ambaye yeye na mwenzake walihangaika sana balozi kule kuhakikisha wanawafikia wananchi, wanawapatia elimu, lakini kutoa hamasa, ambao ndio maana tumepata sensa kihistoria, na matokeo yake yametoka kwa muda mfupi sana, ambao Mama Makinda tukushukuru sana. Lakini tushukuru Ofisi ya Taifa ya Takwimu kwa ile kazi kubwa wameifanya. Lakini sasa ndani ya kipindi kifupi tunakuja katika sensa ya uzalishaji viwanda. Sensa hii ni muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu, taifa lolote lazima liweze kuwa na takwimu sahihi katika maeneo mbalimbali. Kama nilivyosema, hivi karibuni tumepata takwimu kuhusu ya watu na makazi, ambao katika mipango yetu, sera zetu, ni mikakati yetu, tunakuwa na sehemu ya reference ya kuona jinsi gani tutapanga mipango yetu. Lakini sasa hivi katika sensa hii ya viwanda ni muhimu sana. Nchi mbalimbali duniani ambao zinajinasibu katika upande wa maendeleo lazima ziwe na takwimu katika maeneo mbalimbali. Lakini mataifa haya duniani yamegawanyika. Kuna mataifa yale ambayo yamebobea katika upande wa kilimo, lakini mataifa mengine yamebobea katika upande wa viwanda. Lakini kwa kiwango kikubwa sana katika mapinduzi mbalimbali ya viwanda maeneo mbalimbali duniani ndio sababisha nchi hizi kuwa kuitwa nchi zilizoendelea. Na ndio maana unaona kama nchi zilizoendelea ni kwamba ukiangalia upande wa viwanda wamewekeza zaidi, upande wa kilimo hata wakulima hata wakiwa wachache 4, 5 au 10, lakini wanaweza wakarisha nchi hiyo na kuirisha nchi zingine kwa ajili ya ubobezi wa teknolojia. Kwa hiyo viwanda, na sisi kama ukiangalia katika dira yetu ya mwaka 2025 ambayo inaelekeza kwamba nchi yetu kuwa katika nchi ya viwanda. Sasa sensa ya mwisho ilifanyika mwaka 2013 kama nilivyosema, ambayo ilikuwa na mafanikio makubwa, ambao katika sensa ile ilituonyesha kwamba tulikuwa na viwanda takriban 49,243 ambao vikigawanyika katika viwanda vidogo sana, viwanda vidogo, viwanda vya kati na viwanda vikubwa. Sasa kipindi kirefu kimefika, zaidi ya muongo mmoja. Tuna kila sababu kufanya sensa hii ya viwanda, ya uzalishaji wa viwanda. Lengo kubwa ni kuona nchi yetu sasa imefikia wapi katika mipango ya maendeleo. Na sensa hii ni muhimu sana, na hasa kuhakikisha katika utengenezaji wa sera zetu, mipango yetu ya maendeleo, na kuona wapi tunapokwenda. Na hasa vile kuangalia mchango wa viwanda katika uchumi wa taifa letu hili. Kumbukeni, hivi karibuni takwimu zilizofanywa zinaonekana kwamba mchango wa viwanda ulikuwa takriban 7.8 mpaka 8. Eneo hili sasa baada ya kufanya sensa hii za viwanda tunaweza kuona mchango wa viwanda katika uchumi wetu, ambao ni muhimu sana, tukifahamu viwanda ndio fursa kubwa ya ajira katika nchi yetu. Nchi yoyote duniani, si Tanzania ama kokote, absorption capacity ya government inakuwa ni limited katika upande wa ajira. Eneo kubwa sana linategemewa katika upande wa viwanda. Na hili huwa ninasema kwamba takwimu sasa hivi zinatuonyesha vijana wetu wanaomaliza vyuo vikuu wako wengi. Serikali hii ya Tanzania, takwimu inakwambia mwaka 2021 vijana takriban 51,000 wakapanda karibu 64,000, na sasa hivi inakadiriwa karibu 67,000. Hao ni graduates wetu. Maana yake nini? Serikali haiwezi kuajiri wote hao, na sio Tanzania, maana yake duniani kote. Eneo kubwa ni upande wa viwanda, ambao utatoa fursa kubwa kwa ajili kutengeneza ajira kwa vijana waweze kupata ajira. Kwa hiyo tunapopata takwimu za uzalishaji viwanda, zina maana kubwa sana kuangalia taifa letu linasonga vipi mbele katika mustakabali wa maendeleo yetu. Kwa hivyo ndio maana mwaka huu tunakuja na hii sensa ya uzalishaji wa viwanda, ambayo ni muhimu sana kwa mustakabali wa taifa letu. Jambo la kwanza kuona kile tunachozalisha na idadi ya viwanda nchini mwetu, ambao hii itatusaidia sana katika mustakabali wa maendeleo. Lakini hata kuangalia kwamba nchi yetu, kwa mfano, serikali inapopanga mipango. Mtazamaji, huyo ni mheshimiwa ambaye pia ni mbunge, waziri wa viwanda pia na biashara, Mheshimiwa Dr. Selemani Jafo, akizungumzia umuhimu wa sensa
ya viwanda. Kwa hiyo tumeona hapo akizungumza akisema ushiriki wao bwana ni muhimu zaidi. Yes. Kwa ajili ya kuona nchi imefikia wapi ili kuendana na wakati wakati ambao utasaidia kupima mchango wa sekta katika uchumi wa viwanda hapa nchini. Na kiuhalisia kabisa hapo wanazungumzia sekta ya viwanda, lakini akiongelea sensa, namna gani ambavyo mnaweza mkatengeneza takwimu ambazo zinawasaidia wapi penye mapungufu, wapi ambapo panahitaji marekebisho, wapi palipopelea nguvu na jitihada ziongezwe, na wapi ambapo pamefanikiwa ili pazidi kuinuliwa na kubaki katika kiwango cha juu. Ukiongelea viwanda ni sehemu nyeti sana kwenye serikali, kwa sababu kama mtakuwa mnaagiza zaidi kutoka nje, ni wazi kabisa pato lenu litakuwa liko chini na thamani ya fedha yenu itakuwa imeshuka, kwa sababu mna import zaidi kuliko export. Kwa hiyo kama taifa litaongeza idadi ya bidhaa zinazotoka nje kwenda kwa nchi za wenzetu, ni wazi kabisa pato letu litakuwa linatoka kwenye uchumi wa kati wa chini na kuingia katika uchumi wa juu, ambao ndipo ambapo mataifa mengine yaliyoendelea tunatamani tufike. Kuna sisi tuitwe nchi za dunia ya kwanza. Sasa mpaka sasa ni nchi ya dunia ya tatu. Naam, ni hayo, na naamini kwamba ni kwa nia njema kwa ajili ya taifa letu la Tanzania katika haya ambayo Mheshimiwa Suleiman Jafo ameyazungumza, huku ambapo akitoa idadi ya viwanda vilivyokuwepo kufikia ni 49,243 na viligawanyika katika viwanda vidogo kabisa na vidogo, kuna vidogo kabisa, viwanda vidogo, viwanda vya kati na vikubwa. Kwa hiyo tunaona hali ilivyo sasa katika taifa letu hili la Tanzania. Lakini pia hapo Halima, ukiongelea viwanda tunakuja kule kwenye VETA pia, kwamba ili uweze kufanya kazi za mechanics na uzalishaji kuna elimu nje na hii elimu ya kawaida. Dokta, sijui unaenda kusomea masuala ya vitu kama uandishi wa habari na utangazaji. Kwa hiyo ukitoka pale ukaenda ukachukua elimu ya VETA, usione kwamba napigia chapuo elimu ya VETA. Ni kitu muhimu sana kwa elimu ya uweze kutengeneza hata bomba lako nyumbani, uweze kutengeneza hata stuli na kuharibika. Kwa hiyo elimu ya VETA nayo inachangia mchango mkubwa sana kwenye viwanda. Sawa kabisa.